tumewaita kwa ajili ya kufanya mazungumzo ama kuhabarisha Watanzania juu ya yale yaliyotokea ambayo mnajua kwa kweli ni mwendelezo wa yale ambayo yalitokea Mwanza toka mwenyekiti wetu wa chama taifa alipofika, na hata kabla ya kongamano la kwanza ambalo tulitegemea kufanya tarehe 17. Kwa huu ni mwendelezo wa habari ambazo mmekuwa mkifanya. Na leo tumewaita ili tuwajulishe Watanzania hatua ya kongamano la pili iliyokuwa imeandaliwa, nini kilitokea, na baadaye tukakamatwa, yalitokea yapi ndani tukiwa mahabusu, na sasa tuko katika hatua hii. Kwa mzungumzaji mkuu wa leo atakuwa Mheshimiwa John Heche ambaye ni mjumbe wa kamati kuu. Atayasema yote matukio ambayo yalitokea, lakini pia na mimi katibu wa kanda ya Victoria ambaye nilikuwa kituo cha Nyakato, nitasema pia ambayo yalijiri huko, namna tulivyokamatwa, tulivyotekwa na yote ambayo tulitendwa tukiwa mahabusu. Kwa hatua ya sasa naomba sasa nikaribishe Mheshimiwa John Heche ili aanze kuongea na Watanzania. Mheshimiwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumewaita ili tuweze kuzungumza na kupitia nyie muweze kuwahabarisha Watanzania kuhusu hayo tunayotaka kuyasema. Na cha kwanza nataka nimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuwa salama leo, kwa sababu tumepitia siku kadhaa ngumu baada ya kuwa tumetekwa. Narudia, nataka muelewe na msikilize, na Samia asikie na Siro asikie. Narudia hili neno na liende hivyo. Baada ya kuwa tumetekwa, na tukiwa kituo cha polisi, mimi nilipata shida, niliugua na oxygen level yangu ilishuka. Kwa siku kadhaa nimekuwa napata matibabu, na sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba naweza hata nikasimama hapa kuzungumza na nyinyi. Ndugu zangu, ni kwamba wote mnajua tuliongea hapa, mwenyekiti wetu alizungumza hapa na media, na tarehe 21 tulipaswa kufanya kongamano ya kujadili masuala yanayohusu upatikanaji wa katiba mpya ya nchi, ambayo kwa vyovyote vile, inyeshe mvua, lije jua, watu uwe, hii mjadala hautazimika. Na nataka nianze kwa kusema kwamba kazi hii ni kazi ya utume ambao wengine tumeichagua. Tumekubali tutakufa tukiwa tunaipigania, au tuta-achieve mafanikio tukiwa hai, au either tutakufa tukiwa kwenye mapambano hayo, na wengine watakuja kuendeleza na kufanikiwa kupata kile tunachokitaka. Kwa tarehe 21, tarehe 20 usiku, tulialikwa na mwanachama wetu mmoja nyumbani kwake kupata chakula cha usiku. Na tulienda nyumbani kwake, tukapata chakula cha usiku, tumekaa pale, mambo ya kupiga story na nini, mpaka mida ya kuelekea saa 7:30 au saa 8 kasoro, ambao tulitakiwa kutawanyika kwenda kila mtu anapolala. Na maandalizi kwa kweli ya kongamano yalikuwa yameshakamilika, ukumbi tushalipia, na ilikuwa kesho yake tu watu waende ukumbi. Kwa tuliondoka pale kwa yule bwana mida ya kuelekea saa 8 kamili. Na kwa sababu mimi tulikuwa gari moja na mwenyekiti wetu wa chama, hilo gari bahati nzuri kwa naendesha mimi, na nyuma yetu alikuwa mwenyekiti wetu wa wilaya ya Nyamagana anaitwa Mwakiaba.
Kwa tulifika hotelini mnamo muda kama saa 8:20. Na mwenyekiti akashuka kwenye gari vizuri tu. Mimi nikabaki kwenye gari inaunguruma. Na bwana Mwakiaba ambaye alikuwa kwenye siti ya nyuma naye akawa amebaki kwenye gari. Zile za nani lakini ni DFP. Papi akapaki pale kwenye karavati ya kutokea Kingdom Hotel. Sasa mimi nishageuza gari naangalia sasa namsubiri tu bwana aje tu apande tuondoke. Wakashuka watu. Na wamevaa nguo za kiraia, wana bunduki. Na wengine wamevaa yale masoksi yale ya kininja kichwani na miwani nyeusi. Usiku saa 8:20. Mimi wazo moja kwa moja likaja kwamba tumetekwa na majambazi. Kwa sababu hakukuwa na mtu amevaa nguo ya polisi wala nini. Nikamwambia Mwakiaba tumetekwa. Na wakashuka, nitawaonesha kwenye gari yangu pale. Shuka moja kwa moja wanaruka, pupu. Shuka kutoka kwenye gari, shuka. Wewe ndio eti shuka. Mawazo yangu yakasema leo na uawa. Shuka. Nikamwambia jamani tufahamiane. Pumbavu. Shenzi wewe. Leo tutakupiga risasi. Moja akagonga pale kwenye gari, kuna sehemu imepinda pale. Rangi imechubuka hivi. Akabonga bunduki, kitako pia cha bunduki. Sasa mimi mawazo yangu yakasema ili mimi ni nani ni mrescue Mwakiaba. Kwa nikazima gari. Vioo vyangu vya mbele havina tinte, vya nyuma vina tinte. Nikashuka, nikafunga gari kwamba hata kama mimi nauawa au natekwa, huyu awe kwenye gari aweze kutoa taarifa kamili ya nini kimetokea. Nikafunga, mmoja akanishika huku na mmoja atwende. Wakanipandisha kwenye gari ya DFP. Mle kwa kweli nikakuta mtu alikaa mbele ya ile gari ana nguo ya polisi. Na dereva naye alikuwa na bunduki kwa sababu dereva alipopandishwa, dereva kama alitaka kuinuka hivi, bunduki ikadondoka. Kwa hiyo dereva alikuwa na bunduki, huyu naye alikuwa na bunduki. Huyu aliyevaa nguo ya polisi. Kama dakika 5 hivi, kwa sababu aliendelea sasa kutawanyika kwenye hoteli pale, sisi tumekaa pale. Mwingine akarudi, kwenye gari kuna mtu kwenye gari. Akaja. Shuka. Kaenda pale, fungua kwenye gari, shuka wakamshusha Mwakiaba. Kwa tukapandishwa sisi kwenye gari ile, tukanyang'anywa kila kitu, simu. Wakapekua simu, wakachukua kila kitu. Tukaondolewa kwenda polisi. Sasa hatukujua tunapelekwa wapi. Kwa sababu ile gari ina namba nyeupe. Nikaona nakata kona tunaingizwa polisi. Ndio nikapumua. Nimefika pale, wakatushusha, wakasema watunze hapa. Sasa hiyo ndio namna ambayo tulitekwa. Kwa nini nasema tulitekwa? Kwa sababu ukamataji wa kawaida wa jeshi la polisi na sheria za nchi yetu ambazo Samia hayuko juu yake, wala jeshi la polisi haliko juu yake, wala hakuna mtu ambaye yuko juu yake. Zinasema unapotaka kumkamata mtu, unapotaka kufanya arrest. Sababu kwa mfano ilikuwa usiku. Alipaswa mtu mmoja kiongozi wao ajitambulishe, bana mimi naitwa fulani, ni askari wa jeshi la polisi, ninakuhitaji, uko chini ya ulinzi kwa sababu 1, 2, 3. Sisi mpaka tunaingizwa roka, hakuna mtu miongoni mwa wale watu wote aliyejitambulisha kweli. Na hilo jambo niliuliza zaidi ya mara 4, hata nilipopandishwa kwenye ile gari niliuliza. Hakuna aliyejitambulisha. Na hata RSO aliponiita baada ya siku 2 nimekaa nilimwambia hilo. Hakuna aliyejitambulisha miongoni mwa wale watu. Hakuna aliyetuambia sisi tumetekwa kwa sababu ya kosa gani. Kwa sababu katika mazingira ya kawaida, kwa nini tunaita utekaji? Ni kwa sababu hatukuambiwa kosa lolote tulikuwa tumefanya. Kwa tumekaa mle, tumeingizwa saa 8:30 hiyo, saa 8 na kama dakika 40 usiku. Tumekaa mpaka kesho yake asubuhi, mchana.
ndugu zetu hawajui tuko wapi, kwa sababu mimi na Makiaba tuliingizwa hapo Central, wengine wakapelekwa si wapi, waliokuwa wamebaki pale chini waliokamatwa baada ya kuwa sisi tumekamatwa kwenye ile gari ya aliyokuwemo mwenyekiti wa vijana. Kwa tumekaa mle, hatukuruhusiwa kuwasiliana na ndugu, kitu ambacho sheria zetu za nchi zinasema unapokuwa umekamatwa unayo haki ya kuja kuonwa na ndugu zako, ya kuwataarifu ndugu zako ili muweze kupata msaada wowote unaohitajika. Aidha watu wanaumwa wapewe dawa au chakula au nini. Kwa hatukuruhusiwa kuongea na mtu yoyote mpaka ilipofika mida ya saa 9, saa 8 to be precise, saa 8 kama na dakika 20 mchana kesho yake ndio tukaja kutolewa mle, tukaitwa, tukaenda kuambiwa tuandike maelezo. Na mimi nilikataa kuandika maelezo. Niliwaambia sitaandika maelezo yoyote kwa sababu sijui kwa nini nimekamatwa. Wakaniambia tumekamatwa eti kwa sababu sio mikusanyiko isiyo halali. Sasa sijui mkusanyiko, mimi niko kwenye gari yangu usiku, tuko wawili, sasa sijui ni mkusanyiko wa aina gani. Sijui tumekula njama kufanya uhalifu mkubwa. Kwenye gari yangu tuko wawili na Makiaba, na mwenyekiti alishashuka ameingia chumbani kwake kulala, sisi tulikula njama. Wakasema wametaja vitu vya ajabu ajabu kesho yake asubuhi. Kwa ndugu zangu, kilichotokea na utekaji wote uliofanyika mpaka baadaye mwenyekiti kufikishwa Dar es Salaam na kufunguliwa sio makesi ya ugaidi, sisi mle ndani hatukujua, na ndicho kilichotokea. Yaani tulikamatwa usiku mpaka juzi sisi tunapotoka ndio tunajua kwamba mwenyekiti baada ya kuwa na yeye ametekwa, kwa sababu alienda chumbani kwake baada ya sisi kuwa tumeondoka pale. Nasikia wakafungua chumba, wakamchukua, wakachukua kila kitu, wakakamata na wengine wale ambao walikutana nao labda kwenye ngazi wanashuka, Zakaria ataeleza yeye walimkutia wapi, wakawakamata. Sasa nimetaka niyaseme haya ili watu waelewe aina ya jeshi la polisi tulilo. Wakati wa ukoloni, wakoloni walikuwa na sheria zao mbaya, lakini hawakufanya kazi nje ya sheria zao. Hawakufanya kazi nje ya sheria zao. Hata nilikuwa nilimsikiza mpigania uhuru wa Afrika Kusini anaitwa Chris Hani. Anasema kuna wakati wa mpambano miaka ya 86 polisi walispot makaburu, serikali ya kikaburu ya apartheid ilispoti nyumba yake na anapoishi na nini, wakapanga kwamba wampige bomu kwa sababu wakina Christiani walikuwa wanaendesha mkonto wa Sizo kule Afrika Kusini. Lakini kwa sababu nyumba yake aliyokuwemo ilikuwa na watoto, wakasema tusipige bomu kwa sababu ya watoto. Lakini nataka niseme hili ni jeshi ambalo linaweza kupiga bomu likaua Mtanzania hata kukiwa na watoto. Kwa sababu mimi Heche nafahamika, nimekuwa mbunge, mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya chama, siwezi kukimbia nchi. Nimesema mara nyingi nitafia humu kwa haki na pambania mabadiliko. Sitamkimbia Samia, sikumkimbia Magufuli, sitakimbia. Hilo anapaswa ajue kwamba hii nchi ni yetu sote, tuna haki na tutaipigania bila kumwogopa. Tutamheshimu kama rais wa nchi, lakini kama anafikiri anachukua trendi kwamba tutabambikiwa kesi za ugaidi, tutatishiwa risasi, kwamba tutakimbia, hakuna atakayekimbia. We will die inside this country fighting for this country. Hilo liwe clear kabisa. Jeshi letu la polisi tunalolilipa linatuteka bila kutaarifa na tupeleka wapi, ni kitu ambacho nafikiri dunia inapaswa ikipigie kelele. Na mimi nafikiri kupitia nyie wa Tanzania wajue, weza kubambikiwa kesi ya ugaidi, Mbowe dunia nzima itazungumza, CNN imezungumza, Al Jazeera imezungumza, media zote za dunia zitazungumza na kila mtu atapiga kelele. Mtanzania wa kawaida aliyeko kijijini kule kwetu, ambaye akikamatwa hata nyumba ya pili hawatajua, ajiulize ana usalama kiasi gani kwa sababu gani ya
Kama Mbowe anaweza kubandikiwa kuwekewa kesi ya ugaidi ambaye anaweza kupigiwa kelele na sisi tutazungumza na dunia itazungumza, wewe mwandishi wa habari wa kawaida ukimwandika leo Samia asifurahi, unaweza kupewa nini na utakuwa kwenye hali gani? Haya ni maswala ambayo kila mtu anapaswa ajiulize ili tuweze kurekebisha nchi. Nia yetu ni kurekebisha nchi. Sasa tumekaa polisi kwa siku kuanzia tarehe 20 usiku wa tarehe 20 kuamkia tarehe 21 usiku. Tumekaa tarehe 21, tumekaa tarehe 22, tumekaa tarehe 23, tumekaa tarehe 24. Imagine unalala sehemu kama hii. Mahabusu, nitazungumzia experience ya Central hapo polisi. Na mfanye habari za kiuchunguzi kwa sababu hakuna aliye salama na unaweza ukakamatwa ukapelekwa pale. Kuna vyumba viwili vidogo tu kama hiki hapa. Vyumba viwili. Tumelala siku ya kwanza tumeingia mle tuko watu 62. Chumba kama hiki watu 62 na kapoli. Tumelazwa chini kwenye sakafu siku 4. Sheria inasema kama umenikamata ndani ya masaa 24, masaa 48, umenipeleka mahakamani. Kuna watu wana siku 60 mlenda. Kuna watu wana siku 48. Kuna watu wana siku 10. Kuna watu wana siku 28. Hapo Central ambapo nyumba ya pili yupo RPC. Jiulize vituo vingine vya huko pembeni watu wana hali gani? Na sio kwamba nasema tu watu fulani nitazungumza na majina yao. Watu na siku 48. Na hapo ni biashara inafanyika hapo Central. Ukiwa na pesa unaingia unatoka, huna pesa hata mahabusu wanajua. Tumekuta pale kijana mmoja na mwenzake wamepigana. Inawezekana wanasema uongo au nini, lakini kwenye siku ni kweli. Walikuwa wananyang'anyana memory card. Mmoja anaitwa Amos, mwingine simkumbuki. Walikamatwa tarehe 30 mwezi wa 6. Wako ndani. Analazwa hapo hivi chini siku 30. Tumekaa mle, sisi tumeingia tarehe 20, tarehe 21, tarehe 20, watu 60 wanaletewa ugali. Walileta at least kwa siku 2 hizo, nataka niseme kama nani 6 hivi, 6 au 7 viugali 6, kwa sababu ni kwenye kile kindoo kidogo cha Amboni, kile kidogo transparent kile chenye mfuniko mpana hivi. Kuna vindoo fulani huwa viko hivi alafu chini kama vimebana hivi vyeupe kama ugali 6. Kwa mimi mle nimefika mle baada ya mke wangu kuja kuniona siku ya pili kuruhusiwa. Siku zote nilizokaa pale mimi nilikuwa nasimamia jukumu la kuletewa chakula changu na chakula cha mahabusu wengine ambao hawana nani. Mtu ana siku 60 analala chini, hana uhakika wa chakula. Kuna bwana mmoja anaitwa Idrisa Abdul Marjani. Na kama nasema uongo usije jitokeze, usiese jitokeze, I will give evidence. Na bahati nzuri nimekaa mle siku 2 wakaanza pia kutoa watu. Mpaka tunaondoka pale wanawaambia wanasiasa wengine mtokeni, wanapunguza watu. Wanawachaji. Kuna sehemu za mateso kabisa pale. Na watu waliokuwemo wengine tunaweza kuwatafuta, wanajulikana. Polisi wanapiga watu na mapanga. Panga, mtu anapigwa panga, baba anaingizwa kwenye chumba cha mateso, wanapiga panga. Kuna nyaya za umeme ziko pale. Kuna mtu anaitwa Bushi, askari mmoja yuko pale. Piga watu vibasa. Watu wanaumia. Huyu bwana Idrisa Abdul ana gari yake. Ana gari hizi Fuso. Anakodiwa, anapeleka mizigo kwa jinsi alivyoniambia. Akawa amekodiwa, yani akawa amepewa mabati apeleke Katoro. Yeye kwa jinsi alivyoniambia, kwenye yale mabati akapewa ile tunaita release order. Imeandikwa bati
50, bando 50, na anasema akapakia bando 50. Kaenda akapakia na mzigo mingine akapeleka Katoro. Kurudi anaambiwa zilikuwa bando 70. Yeye ana release order, ana ile nani aliyopewa kutoka dukani. Delivery sio release order. Delivery. Kwamba jamani, mimi mlichonipa na maandishi yenu haya hapa ya mwenye duka ni bando 50. Sasa hizo 70 zinatoka, wamemkamata. Tarehe 7 alikuwa ameingia, tuliingia naye, tulimkuta tayari. Wamemkamata mtoto wake wa miaka 20. Wamemkamata na kijana wake mwingine wa miaka 22. Mmoja anaitwa Amiri Idrisa Marijani 20 years na mwingine anaitwa Ibrahimu Idrisa Marijani. Tumekaa nao mle siku 2. Siku ya 3 wakamchukua baba yake wakaondoka naye. Mpaka tunaondoka wao wako ndani, baba yao hawajui alipo. Hajawahi kuhojiwa, hakuwahi kuandika maelezo kipindi hicho. Lakini anasema siku wamewatoa siku moja wakaenda wakampiga babake na wakaondoka naye. Hawampeleki mahakamani. Sisi hatuna sababu, hatuongei kwamba hana kosa au nini. Lakini kama umemkamata mtu, si unampeleka mahakamani? Jeshi la polisi la nchi sio mahakama. Simon Siro sio mahakama na jeshi lake. Wamekamata mtu, wampeleke mahakamani. Wanamkamata yeye, wanamkamata na watoto wake ili watoe pressure kwa mke wake na familia yake. Familia ifanye chochote, ipeleke wanachotaka. Kwa sababu kuna rushwa. Huyu anaitwa Idrisa Abdul Marijani. Yupo, familia yake ipo, we have contacts, mnaweza kufuatilia. Haishangazi kwa sababu kama wanaweza kumfanyia Mbowe hivi, unategemea. Haya, kuna mtu anaitwa Mazugwa Daniel. Huyu tumemkuta ana siku kama 10. Alikamatwa tarehe 10. Huyu anasema mimi ni dereva bajaji, nilitoka kwetu Tarime. Sina ndugu hapa, nimekuja kutafuta fortune, nimekuja kutafuta kazi. Nikawa sina ndugu, akawa amefikia pale Nata, pale ambapo kwenye stendi ya Zuberi pale. Na mizigo yake na kaleseni kake na kila kitu amelala chini. Usiku polisi wakapita, wakawakusanya na wale vijana vibaka, wakaondoka nao. Wameenda wale kwa sababu wana wengi wanajuana pale, wanahela nini wakatoka. Yeye tumemkuta ana siku 10. Katika kueleza nikamuita OCS. Bwana OCS, kuna huyu kijana, hebu msikilize. Pale kwenye waya pale. Ile kijana akaeleza. Haya, twende kwenye vile vitabu vya rekodi za watu. Hayumo. 10 days yumo ndani, hayumo kwenye rekodi yoyote ya polisi. Yuko mle, akifia mle ina maana watachukua waende watupe. Nobody knows. Hakuna mtu atakuja afuatilie. 10 days. Kwa hiyo tumekuja pale, fuatilia hiki hamna, haonekani. Sasa mwachieni. Bado wakaendelea sasa kuona tukimwachia hapa ni shida. Nimeambiwa ameachiwa jana. Anaitwa Mazugwa Daniel na mwenzake. Kuna mwingine ana traffic case. Amekutana tuna nini, anaendesha bajaji yake ilikuwa na mzigo wa vitunguu haya, akakwaruzana na mtu ana gari. Sio akapaswa Said Mira, wamemshika siku 12 yuko ndani. Kwa sababu yule mwenye gari ana hela na anaweza kunadama hapo mne na traffic na anajulikana nini. 12 days. Tumefika pale ndo tunapiga kile tukamuuliza OCS. Hata kama basi ni kushinikiza huyo kijana alipe, humu ndani afanye kazi. Bajaji yake mmeshikilia, leseni yake mmeshikilia, yeye mwenyewe mmemshikilia. Kwa nini msimruhusu aende, hata basi mshikilie labda leseni yake, apate hiyo bajaji aende afanye hiyo kazi, apate pesa aje kulipa hii Sidimira. 12 days. Ameondoka siku ile sisi tulipopiga kelele. Kuna mtu anaitwa Jonas Filipo. Alikamatwa, amekunywa pombe, amelewa. Siku 10. Shida sio kwamba watu wasikamatwe wala wasinani, lakini tunakuaje na nchi, tunakuaje na jeshi la polisi la aina hii ambalo walifuata sheria? Ni vituo vingapi vya polisi ambavyo leo watu wana siku 40, wana siku 50, wana siku 60?
Mimi Heche ambaye naonekana, najulikana, najua wanajua kwamba nimekamatwa. Na kalishwa ndani navuka muda. Watu wana siku 60 ndugu zangu. Hebu karibuni kujiweka kwenye hivyo viatu, kwa sababu tusiongea mambo kiurahisi. Hebu fikiria ni wewe. Sawa unakosa. Sheria nchi yetu inasema ukamatwe, upelekwe mahakamani. Mahakama ndio yenye uwezo. Lakini pale ni watu, kesi zinaishia polisi. Pesa nalipa, nahonga, kesi zinaishia pale. Huna weka ndani. Endelea kushindikiza. Bana ndugu zake wasimuone. Muulize RPC na OCD wa Nyamagana na OCS wa Central hapo kwamba yeye anatumia sheria gani ambazo wanazuia watu kuja kuona ndugu zao. Unaletewa chakula, unaletewa maji, hujui nani amekuletea. Wanakuja na kwambia chakula chako, wanazuia ndugu yako. Mke wangu wanamzuia asije kuniletea vidongo. Kama umeniwekea sumu nikifia mle ndani. Wameleta mtu mmoja anaitwa David. Alikuwa wanamuita rais wa Mwanza, anamfahamu. Huyu jamaa anasema mimi na kesi ya anaongea sana. Mtaua mtu, mtachoma mtu kichwa. Mimi na cheti cha Siwani, mtaua mtu humu, alafu mtapewa manslaughter. Tumekaa mle. Anafanya vituko sana yule jamaa. Tumekaa akaingizwa mtu mmoja tena. Yule jamaa anaingia hivi pale Central pale, anaingizwa mle kuja mahabusu. Yule jamaa akamdaka ile na rasta. Akampiga vichwa, akamgongesha kwenye machuma yale, rasta mpaka akakata nywele. Polisi wakaogopa kuingia mle kwenye nani. Mahabusu. Wamesimama nje kule, jamaa anaendelea kupambana huko auwe mtu. Amemshikia chini anapiga, inabidi mahabusu wakaingilia. Imechukua masaa 4 polisi kuja kuingia mle ndani kumtuliza yule jamaa na kumfunga pigo. Sasa kama ananiua mle au anaua mtu mwingine yoyote, maana yake wale tuliokuwa mle tunaweza kupewa kesi nyingine ya mada mpaka uchunguzi ukaje kukamilika. Tumekaa ndani miezi ya kutosha kwa sababu wao wameingiza mtu mwenye matatizo mle ndani, wamemchanganya na watu, ameua mtu na wanamjua vizuri. Haya ni mambo ambayo nayasema ambayo yametokea. Kwa ndugu zangu, kwa kumalizia, nia yetu ni kutaka haya mambo najua watu wengi wanataka wasikie kwamba chama chetu kinasema nini kuhusu swala la mwenyekiti Freeman Mbowe. Mimi sio msemaji wa chama. Nafikiri leo tutakuwa na kikao cha kamati kuu. Mimi nikimaliza hapa nitaondoka na ndege ya mchana kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kikao cha kamati kuu. Tutapitia kilichotokea, tutaangalia charges zilizopewa. Lakini nataka niwaambie kwamba hatutatishika, wala hatutakata tamaa, wala hatutakimbia. Kwanza ndio mapambano yanaanza. Mapambano ya kudai katiba. Tukishamaliza kamati kuu ya chama, tutarudi Mwanza kuandaa kongamano la katiba. Lazima kongamano la katiba lifanyike hapo Mwanza. Tutakutana na tutazungumza kuhusu kongamano la katiba. Mengine yote wakitaka watupeleke mahakamani, tukutane nao mahakamani kule, tujadili kuhusu walioyafanya. Aina ya ukamataji, ukiukwaji wa sheria waliofanya, actually aina ya utekaji waliofanya, alafu tuone kwamba nani ni nani, yuko wapi na ana haki gani. Lakini vinginevyo sisi hatuwezi kurudi nyuma, wala hatuwezi kukata tamaa, wala hatutajificha, wala hatutakimbia chama chetu, wala hatutakimbia sisi. Na mimi ni la mwisho tu nitoe rai kwa watu wa sisi. Wana agenda zao, they have their agendas. Wana agenda zao, na sisi tuna agenda zetu. Wasitulazimishe kwamba sisi tujadili agenda zao. Sisi tujadili agenda zetu, sio zao. Sisi ni chama huru.
They have been into power for 60 years. Miaka 60 wamekuwa madarakani. Mtu mmoja niambie hapa ni kitu gani kimoja tu ambacho CCM wamekifanya na wamefanikiwa 100%. Kimoja tu. Kama sio uongo. Kimoja tu, maji, wamewafanikiwa maji 100%. Hapa Mwanza tu hakuna maji, Ziwani hapo unarusha jiwe, watu wanaondoka, hakuna maji Mwanza. Mwanza tu hapo. Lini watapeleka maji kwa miaka 60 vijiji vyote? Kama Mwanza tu imewashinda Mwanza. Nasema Mwanza hapa kwenye maji Ziwani miaka 60 wameshindwa kusambaza tu wilaya mbili hizi, Remera na Nyamagana, wapeleke maji kwa 100%, wameshindwa, they have failed. Lini watapeleka zahanati 100%? Lini watapeleka barabara 100%? These people are a bunch of failures. Kwa sababu wamefaili, wanataka watu wenye mawazo alternative watishike, wawatishe, wakimbie. Sisi sio kikundi cha ugaidi. Kama wanasema mwenyekiti ni gaidi, wafute chama chetu sasa. Watangazie dunia kwamba Chadema ni chama cha kigaidi. Katiba ya nchi imekataza kuanzisha chama ambacho kina mlengo wa kigaidi. Wakifute. Lakini kama wanafikiri sisi ni chama ambacho tupo, we will stand na wananchi watatuunga mkono. 60 years. Hakuna maji. Hakuna umeme. Hakuna barabara. Hakuna nini? Nini wamefanikiwa 100%? Kimoja tu wasimame rais aseme, jamani, yote tunaendelea kupambana, lakini hili moja tu tumeweza. Ni nini? Au hata waseme basi, hata kupima mji tu, tuseme miji yetu kwamba jamani tumeshindwa yote, lakini mji wa Dar es Salaam tu tumeupima wote, watu wote wana haki. Kupima tu miji ambayo haihitaji pesa za kigeni. Yaani una wafanyakazi wa serikali, wako halmashauri, useme kupima tu mji. Yaani kwamba hata kupima mji tu, mji mmoja, hata Dar es Salaam waseme kwa kweli mengine yote tunapambana, lakini hata mji wa Dar es Salaam tu tumeupima, watu wana haki wote. Wanaweza kwenda benki wakakopea hela wakafanyia kazi. Kwa hiyo nataka tuchukue miaka mingine 60 tukiwa kwenye uchafu huu. Tukiwa kwenye failure ya kiwango kikubwa kama hiki. No. Chama chetu kitatoa tamko kuhusu mwenyekiti, lakini kwa leo mimi nilitaka niwaeleze tulivyotekwa na kilichotokea mpaka kupelekea haya tu tunayoyasikia. Wengine tutaendelea kuzungumza kwenda huko mbele. Asante sana kwa kunisikiliza. Katibu, kama nyie mliokuwa Nyakato, una watu ambao wewe ulikuta mle, wengine ambao wameonewa, wewe unaweza kuongezea ukasema ulichoona. Asante sana. Na kama kuna maswali nitafurahi kujibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mjumbe wa Kamati Kuu, Mheshimiwa John Heche. Kama ulivyosema, mimi ni miongoni mwa viongozi ambao walikamatwa na jeshi la polisi. Tulitekwa. Na bahati nzuri sana Mwenyezi Mungu mimi alinisaidia nikawa shuhuda wa kuanzia utekaji wa Kingdom mpaka wanapelekwa kwenye magari, na baadaye na mimi mchana nitakamatwa. Nieleze tu kwamba tulipofika pale hotelini, mimi na mwenyekiti wa baraza la vijana Mheshimiwa John Pambagu tulimsindikiza mwenyekiti wetu wa chama taifa kwenye chumba chake. Alikuwa amefikia chumba cha floor ya 4. Kwa tulipanda floor ya 4, tukashuka, tukaingia chumbani kwake, akaingia, tukaagana kwamba kesho saa 2 atakuwa tayari kwa ajili ya kuanza vikao vya kongamano. Kulikuwa na makundi ambayo yalikuwa yamepangwa kwa ajili ya kuanza saa 2. Tukamaliza, tukaagana. Tukashuka na Mheshimiwa John Pambagu. Ile tunashuka, mimi nikakuta watu wamevaa maski nyeusi, bunduki, wamejaa pale nje. Mwenzangu alipoona vile akarudi nyuma. Sasa mimi nilichokifanya nikakuta wanamzonga sana John Heche. Wanaipiga gari yake, wanamwambia ashuke, wanamhalasi. Mimi nikasema hapa nikisimama hawa watu watatuua. Wacha niwe shuhuda. Nikamwambia Mungu,
nifanye niwe shuhuda wa tukio hili. Nashukuru Mungu alinifanya nikawa shuhuda. Nikaondoka kama vile ni mteja wa Kingdom. Bahati nzuri nilivaa nguo ya kawaida ambayo haikuashiria kwamba hii ni nguo ya chama ama katiba mpya. Kwa nikatoka nikiwa na simu yangu, lakini wanamhalasi John Heche wanapiga gari yake, na wengine madereva wanahalasi, wanakamata, wanapiga mateke. Nikavuka upande wa Kingdom, barabara ya pili ya kwenda airport. Watu ambao walikuja kichwani ni kutoa taarifa kwa viongozi wa chama. Wakati huo mwenyekiti wa chama taifa sijui ana hali gani, lakini kwa taarifa ambazo nilikuja nikaambiwa, na baada ya kumpigia mwenyekiti wa chama taifa nilisikia makelele sana mbele chumbani kwake. Wanabishana, anawaambia nisubirini nipaki mizigo yangu, hii sio nyumba yangu, ninaondoka, tuondoke na nyinyi. Lakini walimhalasi sana. Kwa sababu bahati nzuri mwenyekiti aliongea nao, simu ikawa hewani. Sasa wakamkamata na John Pambara wakamkamata, wakaanza kuwasonga. Lakini waliteswa, walipigwa, watu wamevaa kininja. Na kwa kweli sisi ni Watanzania. Utadhani yani ni magaidi fulani hivi, hatukuwa na silaha, hatukuwa na chochote. Sasa siku hiyo saa 8 kwenda saa 9 tukaanza kujua wako wapi wenzetu. Kwa bahati nzuri mmoja akatuambia tumepelekwa Central, John Heche na wengine wakawa Central, lakini tukawa hatujui mwenyekiti wa chama yuko wapi. Kwa asubuhi tukaamka, cha kwanza tukasema lazima watu wetu tujue wako wapi wote, lakini pili wapate huduma za msingi za maisha, kwa maana ya chakula, dawa kama waliumizwa na mambo mengine, maji. Kwa sababu mtuhumiwa lazima apate haki zake za kibinadamu, ziko pale pale. Wewe umemkamata na nini, lakini lazima mahitaji yake ya kimsingi yatimizwe. Na ndio ilikuwa sababu ya kuwaondoa koloni, kwamba tujitawale sisi, tuwe na jeshi letu la polisi ambalo linajua kwamba ubinadamu ndio msingi wa maisha yetu. Lakini nikiwa na wenzangu tumekaa tu peupe kabisa, maji na madawa. Sasa watu wako ndani, mimi mtendaji mkuu wa chama kanda ya Victoria, lazima nifanye logistiki za watu wetu kwa LSQ, sio kuwatoa, sio kuwapa dhamana, kuwapa mahitaji ya msingi. Nilikamatwa na polisi. Baada ya kukamatwa, cha kwanza wakasema nyie mtatukoma mwaka huu, mnajifanya sana swala la katiba, tumezuia. Wengine wakasema kwamba na hata nyie mkija kuwa watawala tutafuata mtakayoyaagiza. Lakini nikamwambia hapana, fateni sheria inasemaje, sio mfuata ambayo mnaelekezwa. Sasa baada ya hapo nikapeleka Central Police pale. Baadaye wakatafuta gari ya private, wakanifunga pingu, wakanipeleka Nyakato. Of course sikuelewa, simu yangu wakaikamata. Communication zote ambazo zilikuwa zinapigwa wakawa wanajifanya ni mimi. Yaani mtu anapokea polisi wa ajabu kabisa. Polisi wa ajabu anapokea simu anajifanya yeye ndio mimi. Kwa hiyo wakawa wanapigiwa na watu, nini kinaendelea Mwanza? Kwa sababu Mwanza ilikuwa watu wanataka wajue mwenyekiti yuko wapi. Kwa wakawa wanategeshea, wanasema ni mimi katibu wa kanda, unasemaje? Kwa wakaendelea hivyo. Wakanifikisha pale Nyakato. Nikawakuta wenzangu wengi sana. Ile selo ya Nyakato ukubwa wake inaweza kawa na mita 2-3 ule upana, lakini urefu inaweza kawa na mita 5 hivi au 6. Lakini tulikuwa tunawekwa watu zaidi ya 65. Siku moja tulikuwa watu 25. Tukasema walau leo tuko wachache. Lakini tukapata taarifa kwamba leo mtakuwa wachache hivi, hamna shida. Imefika saa 7 usiku, wakaletwa watu zaidi ya 50. Waliolewa, waliopigana, waliopigwa na polisi, na wengine wamekutwa kwenye maeneo yao ya kazi. Remember, hili ni jiji. Kuna maeneo wanafanya biashara mpaka saa 7, mpaka saa 5, mpaka saa 6. Kuna baadhi ya mameneja wa bar, wa hoteli
walikamatwa wakaletwa mle. Hoja ya Mheshimiwa John Heche isipuuzwe. Jeshi la polisi linakamata watu wengi pasipo na makosa kwa sababu ya kutengeneza mwanya wa rushwa. Hauwezi ukakamata watu wengi hivyo halafu the next day ukawaachia wako huru wote. As we speak now, wale waliokamatwa siku hivi, the next day early in the morning wakatengenezwa, wakaitwa, wakapewa na simu zao, lakini wakawekwa kwenye korido. Lengo lilikuwa ni kwamba wawapigie ndugu zao huko kituo cha polisi cha Nyakato, njooni mtuwekee dhamana ama mtoe chochote ili tuachiwe huru. Wakatolewa, waliotolewa wakawekwa kwenye korido la polisi, wakapewa simu zao, wakaruhusiwa kudhaminiwa. Sasa hiyo walizaminiwa kwa utaratibu wa kisheria au ile kujuana sijui. Lakini baada ya hapo wale watu hawakurudi hata mmoja. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba jeshi la polisi limejigeuza kuwa kitengo cha kutafuta hela kwa watu kwa kuwabambikizia makosa, na kwa sababu Watanzania wajui haki, pale anapofikishwa loka mara moja anakuwa mnyonge na yuko tayari kutoa chochote. Lakini kuna story nyingine very interesting ambayo ilinigusa mpaka IGP. And I have to speak it very clear. Siku ile tumeenda, kulikuwa na mzozo sana pale. Inaonekana baadhi ya polisi walifanya mkakati, wakashirikiana na wahalifu, watuhumiwa, wakachukua milioni 1 kwa mtu mmoja. Wakati wamefanya ile tendo, kumbe yule mtu ana mahusiano na IGP. Simu zikapigwa kwamba mliyemfanyia hivyo ni ndugu yake na IGP. Silo, hakikisheni hiyo milioni inarudi. Kilichofanyika, wale maafisa ambao walishirikiana na wahalifu, watuhumiwa, walikuwa wameshalamba 400,000. Kwa wahalifu wakabaki na 600,000. Wale mabwana ambao wanajidai walinda nini? Mali na haki wanalinda ulinzi wa raia na mali zao, wakachukua 400,000. Na kwa sababu tunajua maisha yao pia ni ajabu, wamepigika, hawakuwa na uwezo wa kurudisha hiyo fedha. Kwa hiyo ikawa sasa warudishaje zile fedha? Sasa kilichokuwa kinafanyika ni kukamata watu wengi, wapigwe faini za kuelewana, waachiwe ili hiyo fedha ipatikane mara moja. Nendeni mkaombe daftari la watuhumiwa wanapoingia. Angalieni tarehe za watu, waliingia lini na walitoka lini. Ombeni ili mtende haki, mwasaidie Watanzania, kwa sababu selo sio mahala pa kwamba huyu ni mbaya sana. Ni sehemu ya kuhifadhiwa wakati unasubiri sasa haki yako uipate. Haki inaweza ikawa kuadhibiwa au kuachwa huru. Kuna mtu mmoja anaitwa Chacha Marwa. Tumemkuta ana siku 50. Siku tunaondoka alikuwa na siku 50. Huyu Chacha Marwa aliingia tarehe 6 mwezi wa 5 2021. Mpaka tarehe 24 tunaondoka mchana alikuwemo mle. Kosa lako ni nini? Majibu mengi yalionekana kwamba watu hao wapo kimakosa mle. In fact alihoji, kwa nini OCS msaidizi mnawalitain hawa watu? Kwa nini hamwapeleki mahakamani? Kwa nini hawa watu mpaka leo, huyu ana siku 50, huyu ana siku 28, huyu siku 30, huyu siku 40, kwa nini mpaka leo wapo? Ninachoweza kusema, jeshi la polisi limekosa uongozi. Kwa sababu kila mtu anaamua anavyotaka. Huyu afande, huyu anaamua hivi kumretain mtu, eka ni mpelelezi wa kesi yako, kwa hiyo muone yeye. Huyu akikushikilia kesi yako brother, usipomuona yeye na kuelewa naye, utakaa mwe forever. OCD yupo, OCS yupo, RCO yupo, RPC yupo, IGP yupo. Hii issue lazima iwe treated kidala, kitaasisi, kwamba wewe polisi umeretain watu kwa muda mrefu, kwa nini? Chukua maelezo, kama anaonekana anakula rushwa, shughulikia. Sasa they are doing in that way kwa sababu wamepewa uhuru wa kufanya wanavyotaka, polisi wa kawaida. Lakini pia kuna scenario
Kumbukeni mazingira tuliokamatwa na jinsi walivyo tutreat sisi. Watu wetu waliokamatwa kupelekwa Dar es Salaam, akiwemo Mario, Pambaru, Kambarage, Apollo, wote hao walifungwa vitambaa vyeusi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, akafungwa vitambaa vyeusi. Imagine. Mario ni driver wa kanda, ni driver wa chama tu. Hana historia yoyote ya kwamba amewahi kufanya uhalifu. Kwa sababu kama jeshi la polisi linacheza bahati nasibu ya kwa sababu unapomtreat mtu basi ujue background yake. Ndio unaweza ukaongeza nguvu ya kumsimamia na kumlinda na kadhalika. Hata kama unabahatisha tu, mtu hajawahi kuingia kwenye criminality yoyote ile, unamtesa, unamdhulumu haki zake. Mzee Waitama amefungwa kitambaa cheusi, amekuwa lecturer, ameandika na mawazo, ana ideas nyingi zinaishi mpaka leo. Lakini la mwisho, mle ndani serikali naamini ina budget, kwa sababu hapa ni mjini, wanaokamatwa si wote wa hapa. Lakini pamoja na kwamba unawakamata, wana haki zao za kupata chakula, kutibiwa, kupata maji na mambo mengine ya kibinadamu. Pale tulioenda sisi Chadema Nyakato, ndio tulianza kulisha selo ya Nyakato. Siku 5 mfululizo hawakuleta chakula. Siku 5 mfululizo. Lakini kuna watu wengine mle vijana wamekamatwa. Amekamatwa fine, lakini apate haki yake, basi akupata chakula. Hatuwatetei kwamba hawana makosa. No. Tunachotaka wapate haki zao za msingi, kwa sababu wanahitaji kuishi. Tumekaa mle siku 5. Sisi Chadema tukienda mle ndio tumekuwa waokozi kwa maana ya chakula. Tunatoa chakula, kikilezo tunagawana nao. In fact tumekuwa yani tukiingia mle tunahudumiwa vizuri sana na mahabusu wenzetu. Wanatuheshimu, wanasema jamani tunawashukuru, pamoja kwamba mnateswa, lakini mkija humu tunapata faraja. Na wanapata sehemu ya kusimulia mambo ambayo yanawasibu. Mle ukipelekwa hata kama hujatenda kosa, kuna sehemu unaweza kupelekwa kuteswa. Lazima utasema kweli nilitenda hata kama hujatenda. Hakuna mtu anaweza kuvumilia mateso. Sasa baada ya hapo tumekaa mle siku ya Jumamosi, tukaitwa, tulinyimwa mawasiliano. Waliokuwa wanaumwa walijiponea hivyo hivyo. Waliokuwa na matatizo ya kiafya hata kupokea dawa ni marufuku. Wanaleta complication za kishamba kabisa, kwamba eti mpaka daktari wako atuandikie. Niko ndani, daktari wangu nitampata wapi? Kwa hiyo jeshi la polisi wajibu wake, mtu kama ni mgonjwa mpelekeni wana hospitali zao za serikali, wampeleke akatibiwe huko, akapimwe. Sasa pamoja na mambo mengine, lakini kilifanyika kitu kimoja cha uchunguzi. Mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuja kunichunguza kwangu. Wakanichukua, walikuwepo askari 10 na bunduki, mabomu ya machozi, yani utafikiri mimi ni gaidi. Wakafika mpaka ninakokaa, wakaingia. La kwanza nikamwambia, hamwezi mkaingia kwangu bila mtu wangu wa karibu. Wakasema kuna mwenyekiti wa CCM wa serikali ya mitaa. Kama hawa ndio mnaowatumia, nyinyi wenyewe mnatumika na hawa wanatumika. Kwa lazima niwe tupate mtu ambaye ni wa kwangu. Kama nyinyi mnaelekezwa mnafanya hivi, atashindwa mwenyekiti wa CCM ambaye alipita bila kupinga. Sio mchaguo wa wananchi. Kwa tumefika pale nyumbani, wakaingia wawili, lakini wakachukua vitu ambavyo mojawapo alichukua kompyuta, laptop yangu pamoja na charger, laptop ya ofisi of course. Mimi ni katibu wa kanda, masaa yote nafanya kazi za kiutendaji. Lakini wakachukua kofia 3 za chama, ambayo ni moja nyeusi, ya blue na nyeupe. Nyeusi, kaki na nyeupe. Lakini wakachukua vitabu 2-3. Cha kwanza ilani ya uchaguzi mkuu. Sasa mimi ni katibu wa kanda, unafikiri utakosa ilani? Ilani lazima uikute. Hiyo ndio rejea zangu. Wakachukua ilani ya uchaguzi mkuu 2025. Wakachukua kitabu ama taarifa ya baraza kuu la mwaka 2019.
la wazi tu, document ya wazi tu. Lakini wakachukua document nyingine ambayo inaelekeza namna ya kujiunga Chadema Digital. Wakachukua diary mbili, nyeusi na ya brown. Wakachukua na kadi yangu ya wanachama hizi za zamani kwa hizi za siku hizi. Wakachukua na begi. Sasa nikawauliza hivi vitu, of course na simu wameishikilia mpaka sasa. Sasa kwenye eneo la simu tuna uzoefu. Na kama kweli polisi wanachukua simu za watu kwa ajili ya uchunguzi, waanze kurudisha simu za watu. Tuna uzoefu, simu ikichukuliwa na polisi huwa hazirudi. This is a very serious allegation. And tutalisema hili openly ili watu wajue. Hatuwezi tukawa wanyongwe. Kwa sababu polisi wameshajigeuza, hawafuati utaratibu. Lazima wanafanya kazi kipropaganda. Sasa kama wanafanya kazi kipropaganda, we can't deal with them in a smart way. Tutawajibu kwa namna ambavyo wameelekezwa. Wamechukua hivyo vitu, lakini wameenda kwa John Heche, wamechukua vitu pia. Akalisema hawa watu wanaweza wakakuwekea kitu ambacho hauna. In fact niliwaambia hiyo tahadhari kwamba nyie polisi mmekuwa mkiwawekea bangi watu, mirungi, madawa ya kulevya na vitu ambavyo hawana hamna. Niliwaambia na nikawaambia kwangu waingie wawili tu ambao nitamanage kwa tahadhari. Kwa hao ndivyo ambavyo vilitokea. Sasa wito wangu ni kwamba tuliambiwa kurudi baada ya kupewa kutoka mle, watuambia turudi. In fact maelezo yao walituambia turudi Jumatatu au Ijumaa. Ichukue hiyo. Jumatatu au Ijumaa. Sisi hatujaenda. Jumatatu imepita. Hatujaenda kwa sababu jeshi la polisi lina nia ya dhati ya kutuonea. Sasa mtu ameshapanga kukuonea, mruhusu afanye. Yaani sisi sasa hivi tumeamua hatutaacha shughuli zetu za kichama za kudai katiba mpya, lakini pia si kila ambacho wanasema wao tutakifanya. As long as tumefanya kwa mujibu wa sheria za nchi, kanuni na miongozo ya taifa letu. Contrary to that, sisi tutakwenda na majukumu yetu ya ujenzi wa chama kama ambavyo tumejipanga. Na mwisho, mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, kongamano tutaliandaa, waandishi wa habari tutalifanya. Mnaona hapa mjini sisi tulizuiliwa kongamano eti kwa sababu ya corona. Tunachukua measures sana sisi. Na mmeona kila aliyeingia hapa lazima anawe, na kuna maji ya tiririka pale, kuna sanitizer hapa, kila mtu anayeingia. Sisi hatuigizi kama wao. Wao wanalichukua swala corona kama propaganda ya kuiua Chadema. Sisi tunajua corona ipo na inaua, na tumeathirika na corona. Kuna ndugu zetu wamekufa na corona, kuna marafiki zetu, na mpaka leo kuna marafiki zetu wanaumwa na corona. Sisi we mean it. Wao wanaichukua kama propaganda. Tunachukua tahadhari yoyote ile ambayo inatakiwa. Lakini mwisho tutafanya kongamano, tutaambizana tutalifanyia wapi, tutawaambia. Na mwisho tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunapowahitaji mfike kwa wakati, tuwahabarishi. Nyie ni sehemu muhimu sana sana ya kuliokoa taifa. Tunakokwenda sio kuzuri. Tunakokwenda sio vizuri. Sisi tumesema hata kama tutakuwa wachache katika taifa hili, tutaendelea kupaza sauti kwa ajili ya wengine, na wengine wataamka huko baadaye. Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa John Heche, labda kama tuna swali. Jambo moja ambalo nilisahau ni kuhusu ukaguzi uliofanywa nyumbani kwangu. Ili tusiongee sana, mpate na nyie kama mtu ana swali na mtawanyike mkafanye kazi. Amezungumza katibu, amenikumbusha. Na mimi nilifanyiwa ukaguzi. Baada ya tulikamatwa tarehe 20 ile usiku, tarehe 21 tukashinda. Tarehe 22 walikwenda kukagua nyumbani kwangu. Na mimi nilitolewa, ilikuwa siku ya sikukuu nakumbuka. Kwenda kwangu wakachukua iPad, tulipewa iPad na bunge of course. Wakachukua laptop yangu ya zamani ambayo nimewahi kutumia huko nyuma, hata haitumiki ya miaka mingi sana.
tangu nikiwa mwenyekiti wa vijana, ilikuwa kama nafikiri pia haifanyi kazi. Wakachukua t-shirt yangu ya katiba mpya. T-shirt. Hebu jiulize jeshi la polisi hilo. Ni wapi katika nchi hii kuna sheria inayosema mimi nisivai t-shirt ya katiba mpya? Jeshi la polisi la aina hiyo linatia aibu. Wanachukua t-shirt, kadi za Chadema. Kwani Chadema Chadema ni uhaini kwenye nchi? Wakachukua t-shirt yangu, wakachukua laptop yangu, wamechukua flash disk of course ambayo tulipewa na hiyo ni flash disk ya nani tulipewa bungeni na wizara ya ardhi. Ilikuwa na taarifa ya wizara ya ardhi. Wakawa wanang'ang'ania tu wachukue vitabu vyangu vya CAG na ripoti za CAG na makabrashi ya kamati tuliokuwa tunapewa bungeni. Kaambia leteni gari mzoe yote mwende nayo. Kwamba mimi kuwa na taarifa ya CAG ambayo tulipewa bungeni ni kosa. Wakachukua hiki kimemory card cha mke wangu chenye nyimbo za kwake za Kikristo. Kwa hivyo ndio vitu walivyochukua. Lakini jambo moja ambalo nilitaka niseme hapa ni kwamba siku ile nilipotolewa nje, sasa nataka kuletwa nyumbani kukaguliwa. Kuna askari mmoja namba G 2709 na wenzake waliniharas kidogo, lakini yeye aliendelea. Aliniharas sana. Kaniambia atanipiga. Kaniambia mambo ya hovyo sana. Kanitukana matusi makubwa sana mengine siwezi kutaja. Kwamba mimi nimesababisha siku ya sikukuu badala wakae nyumbani kwao na wake zao, tunawapa shida, tunakuja kuwafanyisha kazi siku ya sikukuu. Siasa ilishaisha. Na kwanza hatutakaa tukashinda nchi. Sasa nimwambie tu silo kwamba kama jeshi lake la polisi hili liko wazi hivi, linafanya siasa, lina watu ambao wanatukana watu, wanatishia watu wa upinzani kuwapiga risasi, hajue iko siku watatia nchi hii. Huyo ni askari namba G, tena askari wa kawaida kabisa. Kawaida kabisa, tu ukimuona unaona tu ana matatizo. Tume wake ni mbaya, sisi ndio tunawatetea. Anitukana. Matusi makubwa sana. Kwa hiyo hilo ni jambo, lakini kusisitiza kuhusu rushwa. Kwanza sawa. Kuna kijana mmoja alikamatwa. Alilala ndani nafikiri siku moja pekee. Alikuja na vitoto 4 vya shule vyenye umri wa miaka 16, 17, 14. Huyo kijana walikuwa wanamuita K wa Mabatini hapo. Na kwa sababu ile sero unaingia hivi, hapo kuna mlango wa wanawake alafu huku ndio unaenda nyewe wanaume. Kwa hiyo unaweza ukasimama pale kwenye manyafu pale ukao unasikia. Miongoni mwa wako katoto kamoja kakiki kanaitwa Tausi, kanasoma Bugarika. Kaletwa pale kwamba huyo kijana amekutwa nao kwenye chumba chake, anafanya nao mapenzi. Lakini walikaa pale, kakaake akaja asubuhi, ikatolewa hela, wakatolewa wale watoto na yule kijana wakaachiwa. Kwa hiyo ni jambo la kuonesha kwamba ukiwa na tatizo lolote, ukiwa na hela pale polisi unaachiwa. Watu waliobaki pale ni aidha umekamatwa na mtu mwenye pesa nyingi, kwa hiyo ameweka mzigo mkubwa, wewe utabandilizwa pale mpaka cha kwake kitakapokubalika. Na aidha umekamatwa una hela, utakandamizwa pale mpaka siku ndugu zako watakapopata nini. Kwa haya ni mambo ya msingi ambayo tumetaka tuyanani, na tutafanya haya, tunayachukulia serious, tutaandika, tutalitangaza, tutapeleka polisi, tutampelekea IGP na tutaipelekea dunia ijue mambo yanayofanyika. Na nasisitiza kwamba watu wanaokamatwa, kwanza ubambikaji wa kesi ni mkubwa sana, lakini watu wanaokamatwa washughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Sio sawa kukaa na mtu siku 40, siku 50, siku 60 kwenye vituo vya polisi unamlaza chini. Akitoka hapo na basically anaenda kufa. Sababu hapa chini ana pneumonia, uti wa mgongo na matatizo mengi sana. Kulaza mtu kwenye sakafu siku 60. Asubuhi, mchana, jioni hasimami, ni mle ndani. Inawezekana ukalala chini kwenye sakafu,
lakini asubuhi ukapata muda wa kutembea ukanyosha viungo, lakini uko sero siku 60 kutoki nje ufanye unalaza chini hapo. Hata wakoloni siamini kama walikuwa wanafanyia watu weusi. Kwa haya ni mambo ambayo nilitaka, kama kuna mtu ana swali nitajibia hapa, kama hakuna swali tuwashukuru sana. Karibu kwa mstari. Karibu. Na swali moja. Kwenye tamko ambalo alitoa mwenyekiti wa chama siku tunazunguka hapa, na imerejewa mara kadhaa na viongozi wengine wa Chadema, kwamba kuanzia sasa hivi kiongozi wa Chadema mwanachama anakamatwa, kwanza hataomba dhamana na kupelekwa mahakamani hawataomba dhamana. Ninyi mlikamata na mmetoka sasa hivi, mlitokaje? Ndio kwa machukua na swali moja tunaishi. Tukanipasha. Bila kufahamu mpaka sasa hivi kwanza wangapi wamebaki polisi mpaka sasa hivi. Na swali la pili nitaka kufahamu. Siku ile mwenyekiti anatangaza hapa lazima tufanye kongamano. Na usiku wa Jumanne mkakamata. This time mmejipangaje? Maana kutangaza ni kitu kingine, kufanya ni kitu cha pili, lakini mbinu gani zitatumika mfanye ni kitu kingine. Mmejipangaje sasa kufanya hiyo kongamano? Lakini pia mbali na hayo ambao mmezungumza, sio kwa upande wenu tu nyinyi ambao ni wanachama wa Chadema mnafanyia mambo. Hata sisi kufanya coverage ya ile tukio ile siku tunafika pale ile barabara ya kuingia Type 5 tulipata shida sana na askari polisi. Lakini binafsi mimi huaga sikubaliki kurudishwa nyuma na mtu. Tulipokeana sana, tulikuwa na matusi mno na askari. Binafsi mimi nikiwepo chupu niwepo kwenye defender. Na nikamwambia niko tayari mimi kwenye defender mnipeleke na kupeleka na watu wengine, nitasimamia kwenye ukweli wangu. Mimi ni journalist, nimekuja hapa na ID, nimekuja kufanya kazi na kazi yangu nitafanya. Baadaye tulipokeana sana mpaka na mabeni akaja paka kufokeana nao. Mabeni ambaye nyinyi mnifahamu mimi, hata kama tunakufahamu kufanya kazi yetu. Akasema fanyeni kazi yenu, sio kufanya kazi yetu. Wagombana tukafanya kazi. Lakini pia nataka kitu kingine kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Hii nchi toka kipindi cha enzi za Mwalimu Nyerere walishaweka mkakati wakasema nchi itakuwa ya mfumo wa vyama vingi. Sasa nini ambacho mnaiambia serikali kuhusiana na nyinyi kama nyinyi ni upinzani? Na inapoonekana kama vile upinzani hautakiwi Tanzania hii. Si ndio? Kwa jinsi inavyoenda. Tamko lenu hasa ni lipi? Kama wao hapa hawataki upinzani waseme, au kama nyinyi hapo mtaendelea vipi kuendelea na mapambano ya hii nchi kama chama kikuu cha upinzani? Unaitwa Sofia George kutoka East Africa Television. Labda kabla hujamalizie, tulipata taarifa kwamba ulipata matatizo ya kiafya yakiwa mahususi na ukaenda hospitali. Nini kilitokea na unaendeleaje? Tuliona taarifa zikizangaa kwamba umefariki pia. Ulizipata na unazungumzia. Sawa. Nianze na Sofia. Nilipoanza hapa nimesema tuko kwenye mfumo ambao hakuna aliye salama. Nafikiri nilisema. Mchungaji mmoja wa Kijerumani anaitwa Martin Niemöller, wakati wa Adolf Hitler, dikteta Adolf Hitler, alitoa quotation moja maarufu sana ambayo duniani watu wote, na ndio maana wa Marekani wanasema I am my brother's keeper, I am my sister's keeper. Tatizo lako ni tatizo langu, tatizo la yule ni la kwako, hata kama humjui. Niemöller alisema alipokuwa na Hitler alipoanza kukamata watu, alipoanza kukamata wapinzani wake, yeye alisema mimi sio mpinzani wake, hayanihusu. Hitler akaenda kiu ya damu akakamata majewish.
wa Israeli, akawaua, akasema mimi sio mjiwi. Kamata waandishi wa habari, mimi sio mwandishi wa habari. Alipomwijia yeye, Martin Niemöller alipogeuka nyuma akajikuta hana mtu wa kumsemea. Kwa hiyo akawa ameumizwa. Hakuna aliye salama kwenye mfumo wa kidikteta. Wanajidanganya. Uwe mfanyabiashara unafikiri ni Mbowe amewekewa kesi, jiulize Mbowe ambaye ana nani. Utawekewa kesi. Au mwandishi wa habari, Azori Gwanda yuko wapi? Na waandishi wengi tu habari ambao wamepata matatizo wakiwa kwenye shughuli zao. Nyie ni haki yenu mfanye hii shughuli, mpelekee watoto wenu chakula mezani, na ni kazi ya halali, ni kazi inayoruhusiwa. Lakini hamko salama. Kama mimi Heche naweza kuumizwa hivyo, ambaye mimi nafahamika nchi nzima, wewe mtu ambaye watu hawakufahamu wengi, ukiandika askari hapo akakasirika na kufanya nini? Kimwandika hapo Ganzi yule, sio Ganzi yule RPC, sanaweza kukufanya kitu chochote. Kwa hiyo ndio maana nasema lazima tuungane kupiga kelele dhidi ya udikteta unaoletwa kwenye nchi yetu. Hatutaukubali. Kwa hiyo hilo ni la muhimu sana, kwamba hata nyie mnaona hamko salama na nani. Na pili, kuhusu mfumo wa vyama vingi. Hii nchi imeanza mfumo wa vyama vingi mwaka 92. Wakawa wanadanganya watu, mkichagua pinzani nchi itakuwa kama Sudani, itaingia kwenye vita, tumetransform mpaka tumefika hapa. Kwa watu wa staarabu, ni kama mpira wa Simba na Yanga. Unanishinda kama Yanga ilimshinda Simba mechi iliyopita. Juzi mimi nilikuwa stadi naambiwa Simba naye ameshinda, amechukua kombe. Naye Yanga atajipanga kesho atamshinda. That's the country we want. Ndio nchi tunayohitaji sisi wa Kenya, kwamba watu fulani wahuni tu wanajifanya wao ndio wana haki na nchi, sisi wengine hatuna haki. Tukitaka kuongoza ni tatizo, kwamba wao ndio wanapenda hii nchi, kwamba wao ndio wazalendo sana, kwamba wao ndio mali yao, sisi wengine sio nchi yetu. Ndio maana sisi wengine hatutakimbia. Tuna nafasi, tuna uwezo wa kuamua tukaondoka nchi. Tuna uwezo, lakini tumekataa. Kwa sababu kwa nini tukimbie tuachie watu ambao wanajifanya nchi yao watuue, na iko siku watoto wetu watakuwa. Miongoni mwa hao wanaotufanyia haya, wengine wana umri mdogo sana, wengine wana familia zao. Leo utamuua Heche, mtoto wangu atabaki yatima. Atakuwa na chuki, anaambiwa huyu aliua baba. Baada ya miaka mingi, hii nchi itaingia kwenye matatizo makubwa. Na chanzo cha matatizo ya nchi nyingi ni mambo ya hovyo kama haya. Unakamata watu unaonea, unapeleka watu, mifano ni mingi sana duniani. Mingi sana, sijui kwa nini wajifunza. Ivory Coast ilikuwa nchi peaceful kuliko sisi. Nchi nyingi, nchi ngapi tutazungumza? Sudani yenyewe hapa ya huyu Sudani ya Omar al-Bashir. Sina alikuwa anajifanya mara nini, akawekewa hadi na vikwazo, akasema atoki nchini kwake. Dunia ikapiga kelele, ikafika sehemu akajidanganya, akajua majeshi yatamnua. Kiko wapi? Si watu wameingia barabarani wakamtoa, na sasa hivi ananyea ndoo. Misri, wapi, Tunisia, nini kilichotokea? Si ni mambo kama haya? Watu wakapoteza maisha. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba hii ni nchi ya vyama vingi. Tuwape wananchi nafasi ya wao kuamua nani wa kiongozi wao, na kwa haki. Na hiyo tutaipata kama tutakuwa na katiba mpya ambayo imeweka namna ya kushughulikia watu wanaofanya uhuni. Katiba hii ambayo inawapa ulinzi, inampa mtu ulinzi kwamba makosa aliyoyafanya akiwa madarakani hata hojiwa. Mpaka spika leo amejitungia, Ndugai yule amejitungia kipengele cha kumlinda yeye makosa atakayoyafanya. Jaji mkuu amejitungia. Hatuwezi kwenda namna hii. Watafanya makosa kwa sababu wanajua wana ulinzi. Lakini tukipata katiba mpya itaondoa hiyo. Kwa hiyo hilo ni nani? Richard anasema, tulisema hapa lazima tufanye kongamano na tukakamata. Richard, sisi hatuna jeshi la polisi. Hatuna dola. Na kwa sababu dola imechukua upande, hatuna. Sisi tuna sheria za nchi zinazotulinda. Zinazotuambia kwamba kufanya kikao cha ndani cha chama cha kisiasa uhitaji kibali chochote. Kufanya mikutano ya hadhara kama CCM wanayofanya nchi nzima
unahitaji kupeleka taarifa polisi, unahitaji kuomba kibali, kuambia polisi kwamba tarehe fulani tutafanya. Huo ndio msingi tunaosimamia. Ndio maana tunasema kwa sababu sheria inaturuhusu kufanya kikao cha ndani tukajadili jambo lolote linalohusu nchi yetu. Bara 20, bara 21 tutafanya hivyo. Kumkamata Mbowe haitazima, tutafanya hivyo kwa sababu sheria inaruhusu. Kama wanataka tusifanye, wafute hizo sheria. Sisi hatutaenda kinyume na sheria. Lakini kwa sababu sheria inaruhusu, na kwa mfano hata wakitupeleka mahakamani kwa mfano, wanasema sisi tumekiuka agizo, wanasema ni hii nchi iongozwe kwa maagizo ya mkuu wa mkoa wala nani. Lakini licha hivyo tumekiuka nini? Wametukamata sisi, tulikuwa ukumbini, wametukamatia wapi? There is no case. Na hili linaunganisha kumjibu Saramba kwamba kwenye masuala yote ya uonevu, mtu akifanya kosa lake akiwa Chadema, anakosa na haki, atafuata taratibu za nchi. Atakwenda, ataomba dhamana, ataomba utaratibu. Lakini kama tunakamatwa kihuni kwa kuonewa, kwa kubambikiwa, hatutafanya hivyo. Hatutaomba dhamana, watakaa sisi, watatupeleka wanapotaka, watatufanya wanachotaka, lakini sisi itakuwa ni namna ya sisi kuprotest kwamba hatukubaliani na kitu hicho. Kwa hiyo Richard, sisi tutafanya kongamano. Na mnapoenda kuzungumza na hao watu, unapozungumza na RPC, nyinyi waandishi wa habari wasaidieni wa Tanzania, muuliza RPC, hebu tuoneshe sheria inayokupa mamlaka ya kuzuia kongamano la Chadema, waoneshe hiyo sheria. Wangapi wamebaki mpaka sasa? Yupo mwenyekiti Mbowe. Ndio yupo.